Naam, mtazamaji, hatimaye Kikwete baada ya ukimya wa muda mrefu avunja ukimya kuhusu maandamano na matukio ya machafuko yaliyojiri mnamo Oktoba tarehe 29, Oktoba tarehe 30 na siku zilizofuata. Hasa ameweza kuzungumza na kujibu kuhusu swala ama tukio lile la vituo vya mafuta ambavyo vilidaiwa kuhusishwa na familia yake ya Kikwete, vituo vya mafuta vinavyojulikana kama Lake Oil ambavyo ni vituo vya mafuta maarufu nchini Tanzania, ambapo waandamanaji wengi vijana waliweza kuzua machafuko na kuweza kuchoma vituo hivyo vya mafuta vya Lake Oil wakidai ama kuvihusisha na familia ya Kikwete. Hatimaye Kikwete ameweza kuzungumza sasa hivi kuhusiana na swala hilo na akaweza kutoa ripoti ama habari hizi. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi za Kikwete kwa kina na kwa undani zaidi. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais ya Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ridhiwani Kikwete, ambaye ni mwanafamilia wa Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete akiwa ni mtoto wake wa kiume, ametangaza hadharani kuwa yuko tayari kuitikia wito wa Sekretarieti ya Maadili kuhusu tuhuma zinazomhusisha na umiliki wa vituo vya mafuta vya Lake Oil vilivyochomwa wakati wa machafuko ya Oktoba 29. Akizungumza na watumishi wa wizara yake mnamo Novemba 28 mwaka 2025, ambayo ni siku ya leo, Ridhiwani Kikwete ambaye ni mwanawe Rais mstaafu Jakaya Kikwete amesisitiza umuhimu wa kuwepo kwa uwazi kwa kila watumishi wa umma wanapokabiliwa na maswali kutoka kwa wananchi kuhusu mali wanazomiliki. Alieleza kuwa ni vyema taarifa binafsi na za kitaaluma za viongozi wa umma zikawa wazi kuchunguzwa ili inapotokea tuhuma wananchi wapate taarifa sahihi bila mkanganyiko au taarifa potofu. Hata hivyo, alizungumzia kampuni hiyo ya mafuta akasema ya kwamba yupo tayari kutoa majibu yote. Katika maelezo yake, Ridhiwani alibainisha kuwa malalamiko yanayowalenga viongozi wa umma kama yeye yameongezeka kwa kiasi kikubwa, lakini mara nyingi ni vigumu kwa wananchi kutofautisha tuhuma zipi ni za ukweli na zipi zinatungwa na za uongo kwa malengo ya kisiasa au kibinafsi. Alirejelea machafuko na maandamano ya hivi majuzi ya mnamo Oktoba 29 ambayo yalishuhudia machafuko makali yaliyoenea katika mikoa kadhaa ya nchi, akibainisha kwa malalamiko mengi yaliyotolewa na waandamanaji ama katika maandamano hayo yalihusu wasiwasi kuhusu maadili ya viongozi na mali ambazo anamiliki, ambapo mali nyingi zilishuhudiwa kuchomwa. Ridhiwani Kikwete aliashiria kesi mahususi katika machafuko ya maandamano hayo inayomhusu mfanyabiashara aliyefahamika kwa jina la Ali Edha, ambaye vituo vyake vya mafuta vya Lake Oil ni miongoni mwa mali zilizochomwa kwa kudaiwa kuwa zinahusika na familia ya Jakaya Kikwete. Kwa mujibu wa Ridhiwani Kikwete ambaye ni mwanawe Jakaya Kikwete, mashambulio haya katika kituo hicho cha mafuta cha Lake Oil yalifanywa kutokana na madai yaliyoenea sana kwamba yeye pamoja na familia ya baba yake Kikwete akiwa waziri wa serikali anamiliki au kudhibiti vituo hivyo vya Lake Oil kwa siri. Alifafanua kuwa madai haya hayana ushahidi wa moja kwa moja au wa kudhibitishana kwamba mawazo yaliruhusiwa kuenea bila kudhibitiwa wakati wa hali ya wasiwasi ya maandamano na kupelekea vituo hivyo vingi sana katika maeneo tofauti Tanzania kuharibiwa. Alibainisha kuwa uhusiano kati yake na kampuni hiyo ya mafuta ya Lake Oil ulichorwa kiholela na vibaya na kuchochea hasira ambayo iliongezeka haraka na kuwa vurugu na kusababisha hasara kubwa katika kampuni hiyo. Wakati akizungumzia swala hilo, waziri huyo alisema kwa udhabiti kwamba yuko tayari kujibu maswali yote yaliyoulizwa na Sekretarieti ya Maadili. Alisema nikimnukuu, "Sikiliza, kama tume ya maadili itanipigia simu au kumuita, hana hofu na yuko tayari kutoa mbele kwa nia ya kulinda heshima ya ofisi anayoiwakilisha." Alisitiza nia yake ya kushirikiana kikamilifu na uchunguzi wowote kuhusu mali anazozimiliki au za familia yake. Alisitiza kwamba viongozi hawapaswi kukwepa maswali magumu, haswa wakati mijadala ya kitaifa inapohusu uwajibikaji na uaminifu wa umma. Mwanae Jakaya Mrisho Kikwete, Ridhiwani Kikwete, alisitiza kuwa serikali chini ya Rais Samia Suluhu Hassan imeweka mkazo mkubwa katika uwajibikaji, uadilifu na utawala wa wazi. Alisema kuwa kila afisa lazima azingatie kanuni hizi kwa kujibu kwa uaminifu na uwazi wakati wote umma unapodai majibu. Kwa ufupi, alikataa kabisa umiliki au kuhusiana na familia yake kituo hicho cha mafuta cha Lake Oil, akidai ya kwamba kituo hicho hakihusiani kabisa na familia ya Kikwete. Alisema hii ndiyo njia pekee ya kurejesha imani na taasisi katika kipindi
hiki ambacho hali ya mtafaruku wa umma imekuwa ikiongezeka kutokana na shinikizo la kiuchumi, mivutano ya kisiasa na madai ya ufisadi. Katika taarifa zake, Ridhiwani Kikwete zisizopungua 5, Ridhiwani alizungumzia moja kwa moja uchomaji wa vituo vya mafuta hivyo vya Lake Oil wakati wa maandamano na tuhuma zinazomzunguka. Alitaja uharibifu wa mali kuwa matokeo hatari ya habari potofu, akisisitiza kwamba athari za kihisia zisipoegemezwa katika ukweli uliothibitishwa zinaweza kuwaondolea watu wasio na hatia utu wao na kusababisha madhara ya kiuchumi yasiyo ya lazima. Alisisitiza kwa masimulizi ya uongo yanayomhusisha na vituo hivyo yamekuwa kichocheo cha mashambulizi hayo makali, licha kuwepo kwa mapungufu ya wazi katika mantiki na kutokuwepo kwa ushahidi madhubuti. Waziri huyo Ridhiwani Kikwete, mwanawe Kikwete, aliongeza kuwa matukio hayo yanatumika kama ukumbusho wa jinsi uvumi wa uongo unavyoweza kuibuka haraka na kuwa machafuko. Ridhiwani Kikwete alielezea kusikitishwa na waandamanaji hao waliolenga vituo hivyo vya mafuta vya Lake Oil, akisema walitenda kwa uvumi badala ya habari zilizothibitishwa. Alisema hali hiyo ingeepukika iwapo taarifa sahihi za umiliki zingewasilishwa kwa umma mapema, iwe na mamlaka au na taasisi za biashara zinazohusika. Alikariri tena kwa uharibifu wa vituo vya Lake Oil vya mafuta ulitokana na imani potofu kwamba vituo hivyo vilikuwa vinamilikiwa na familia ya Kikwete. Alikuwa na maslahi binafsi au ya kifedha na kampuni hiyo. Alisema akiwa kiongozi hawezi kudhibiti kile ambacho watu wanaamini, lakini anaweza kuwajibika kwa kueleza ukweli kwa uwazi. Alisema hiyo ndio msukumo wake wa kuitaka Sekretarieti ya Maadili kukusanya ushahidi wa kuaminika na kutoa hadharani ili wananchi wasibaki na sintofahamu. Ridhiwani Kikwete alidai kuwa kabla ya Sekretarieti ya Maadili kumuita rasmi, iandae ushahidi wote unaohusika na kuufanya kupatikana kwa umma, si tu kwa uwazi bali pia kuzuia kuendelea kwa mivutano kama hiyo. Alipendekeza kuwa mawasiliano ya wazi na ya uhakika yanaweza kuzuia sintofahamu zaidi na kuhakikisha wananchi hawatumiwi na watu wanaosambaza taarifa za uongo au potofu kwa manufaa ya kisiasa au binafsi. Wito wa Waziri Ridhiwani Kikwete ambaye ni mwanawe Jakaya Kikwete, wito wake wa uwazi ulikaribishwa na baadhi ya mashirika kiraia mtandaoni ambayo yalisema kuwa msimamo wake ni mfano muhimu kwa mawaziri na viongozi wakuu ambao mara nyingi wanatuhumiwa kukwepa kuwajibika. Makundi haya yalisema kwamba ikiwa viongozi wote watafuata mtazamo huo, imani ya umma kwa taasisi za serikali inaweza kurejeshwa hatua kwa hatua hata baada ya miezi kadhaa ya mvutano na machafuko. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wamebainisha kuwa maoni ya Ridhiwani Kikwete yanaweza kuashiria mabadiliko katika mtazamo wa serikali wa kushughulikia tuhuma za ufisadi na kujenga upya imani ya umma. Wanapendekeza kwamba kauli yake inaweza kushinikiza maafisa wengine wa serikali kuchukua msimamo sawa, haswa huku kukiwa na madai yanayokuwa ya uwazi kutoka kwa waangalizi wa ndani na wa kimataifa. Baada ya maandamano hayo yaliyopita, wananchi waliendelea kudai mifumo imara zaidi ya uwajibikaji, ikiwa ni pamoja na uchunguzi huru na kufichuliwa mara kwa mara kwa umiliki wa mali na viongozi wakuu. Nia ya Ridhiwani Kikwete kushirikiana na Sekretarieti ya Maadili inaweza kuashiria mabadiliko kuelekea uwazi zaidi, ingawa waangalizi wanasema hatua ya kweli itakuwa ikiwa uchunguzi unafanywa kikamilifu na kuripotiwa kwa uwazi. Mtazamaji, ni juze maoni yako kuhusiana na habari hizi za Kikwete kuhusu Lake Oil ama kituo hicho cha mafuta kilichoharibiwa wakati wa maandamano. Vile like video hii kisha subscribe na ubonyeze alama kengele, kisha gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.